Al-akhi Sheikh Ibrahim Nasib Naam. ni mmoja katika vijana madhubuti sana ambao bila shaka wanafanya makubwa sana katika dini tukufu ya Kiislamu. Na shekhe huyu tumesoma wote chuo kimoja, isipokuwa nyakati ni tofauti tu. Sisi tulianza kumaliza pale Ghazal mwaka 98, ndio tumemaliza sisi pale Ghazali. Sheikh Ibrahim pamoja na Sheikh Sabasib al-Kubra wao wamemaliza mwaka mmoja. Mwaka gani ulikuwa? 2003. 2003. Sisi tulimaliza 98 Ghazali. Na mwaka wetu sisi ulikuwa ndio mwaka wa mwisho kabisa wa Sheikh Umar Himidi Mkunda. Nakumbuka wakati akitufundisha ilmu al-faraid, alikuwa anatufundisha katika mlango ule babu katika mlango alwarithuna min arrijal, akawa natuambia walwarithuna min arrijali ashara asma'uhum ma'rifatun mushtahara al-ibnu wa ibnu al-ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Hii katika ilmu al-faraid, yani ilmu ya mirathi, anasema warithi katika wanamume ni watu 10. Asma'uhum ma'rifatun mushtahara, majina yao yanajulikana na ni mashuhuri kabisa. Akasema wa kwanza al-ibnu wa ibnu al-ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Umar Himidi Mkunda. Amin inshallah. Kwa hiyo tulikuwa katika zama hizo inshallah biidhnillah. Al-akhi Sheikh Ibrahim ametupa wasia mkubwa sana sana sana. Miongoni mwa wasia ambayo alotupa al-akhi Sheikh Ibrahim ni wasia wa majina. Tunapowaita watoto wetu majina mazuri, tunawaandalia mambo mazuri, na tukiwaita majina ya hovyo hovyo, tunawaandalia uhovyo pia katika hali za namna hiyo. Kwa mfano, hata ukisoma katika kitabu hiki, hii kitabu kinaitwa Jawahiru Lammaa fi ilaji almasi was-sar'i wal-'aini wat-tayrati fi al-waqti was-sa'a, kimeandikwa na taalifu fadilatu Sheikh Ahmad ibn Abdul Malik Az-Zaghabi. Mwamba huyu anasema katika masala ya tafsiri za ndoto, anasema turuqu ta'wili. Nataka tuone yale majina. Kwa maana njia za tafsiri za ndoto, anasema mmoja katika hizo dhikru ahli al-iddati turuqi li tafsiri ru'ya wa hiya, kuna njia 3 za tafsiri ya ndoto. Tafsiri ya kwanza, naenda haraka haraka, inaitwa tawilu ru'ya bil Qur'ani. Kuna kufasiri ndoto kwa mujibu wa Qur'ani namna ilivyosema. Kwa mfano, mtu ameota amemuona mtu kwa kumuona nyuma ya mgongo wake. Qur'ani inasema nyuma ya mgongo maana yake ni nini? Hii ni naslun, maana yake ni nini? Ni kizazi. Inaelezea habari ya nini? Ya kizazi, kwa sababu sulbi, uti wa mgongo, ndipo mahala panapotokea kizazi au uzazi katika hali za namna hiyo. Lakini ta'wilu ru'ya bisunna, lakini kuna tafsiri ya ndoto kwa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna ta'wilu bil asma'i, kuna tafsiri ya ndoto kwa majina. Yani mtu inawezekana katika umelala alafu ikakujia ndoto, katika ndoto ambayo ilokujia ukawa wewe umeambatana na mtu anaitwa Tabu. Ndani ya ndoto yako mnasafiri au mnakwenda katika mahala sehemu ya mipango ya kazi, ishara kwamba hii ndoto inakwambia kwa kuwa umeambatana na mtu anayeitwa Tabu, ishara ya kwamba hicho unachokiendea unaiendea tabu katika hali sana namna hii. Sasa hii ni hatari, ndio maana majina ni kitu bora sana 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 kabisa. Tafakari katika kumwita mtoto wako jina. Wengine wanapata madhara kwa sababu ya majina tu. Fatahmilu ala dhahiri lafdhi, wanasema wataalamu wa masala haya, kwa maana ndoto huwa inabeba udhahiri wa neno lenyewe. Umeambatana na mtu anaitwa Shida,
unakwenda katika mpango wa kazi, ndoto hiyo, alafu unaamka ukiwa umeambatana na mtu anaitwa shida. Unapokwenda ni kwenye kampuni kuomba kazi, ishara inakwambia wewe mzee, shida hiyo, hakuna tatizo, hakuna jambo ambalo utakayoweza kulipata katika mazingira kama haya. Ndio fatahmiluhu ala dhahiri lafdhi, hiyo hubebwa katika udhahiri wa nini, wa neno lenyewe, namna jinsi ambavyo lilivyo. Karajulin yusamma alfadlu, kama vile umeambatana na mtu anaita fadlu, fadhila. Yani umekwenda katika, umeota katika ndoto zako unakwenda mahala kutafuta kazi, alafu ulioambatana naye ni mtu anaitwa fadhila. Umepaona hapo? No. Ishara ya wazi kabisa inakwambia we mzee, unakokwenda ndipo na unachokifata utakipata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ta'awwalahu ifdalan wa rajulu yusamma rashidan, au upo katika ndoto umeambatana na mtu anaitwa Rashidi. Basi uko unapokwenda pazuri mzee. No. Lakini tatawalahu irshadan au saliman, umeambatana na mtu anaitwa Salim, mambo mazuri. Lakini kadhalika, na hayo yalimethibiti wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema raaitu lailata kaanna fi dari Uqbat ibn Rafi'i. Anasema usiku nimelala nikaota kama vile sisi tupo katika nyumba ya mtu anaitwa Uqbat ibn Rafi'i. Faatainahu biratbin ibni Taba, kisha baada ya hapo tukaondoka tukaenda kwa mtu anaitwa Ratbi ibn Taba. Sasa fa awwaltu anna rafa'a, anasema nikatafsiri ya kwamba huyu rufa'a lana fi dunya wal akhirah, hichi ni cheo au daraja yetu duniani na akhira, kwa sababu tunakwenda kwa nani? Kwa bwana mkubwa Uqbat ibn Rafi'. Rafi' ni daraja, ni cheo. Sasa tupo na mtu anaitwa cheo Rafi'. Huyu Rafi sasa maana yake ni fataawaltu au faawaltu anna ar-ruf'ata lana fi dunyati wal akhirah, kwamba hicho ni cheo chetu cha hapa duniani na akhira. Wa anna dinana qad taba, na dini yetu imekuwa nzuri. Fa ataina bi Ratbi ibn Rafi' ibn Taba lianna dinana qad taba, dini yetu imekuwa nzuri. Sasa wewe ita watoto wako majina ya mauzauza, majina maajabu. Tuwape watoto majina mazuri bwana. Ndugu zangu, kwa dakika moja tutakwenda kuelezea kidogo katika al-adabu baina zawjaini, adabu baina ya mke na mume. Yani mke na mume, yani ukifanikiwa kuwa na adabu baina ya mke na mume na heshima na nidhamu nzuri, nyie mmefanikiwa katika maisha yenu ya ndoa. Kwa sababu al-adabu baina zawjain, heshima na adabu baina ya mke na mume, yaksibu al-hayata az-zawjiyya istiqrara, inatengeneza utulivu mkubwa sana kwa hawa wanandoa. Yani mke akimheshimu sana mume wake, basi ufahamu kabisa maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana. Na mume akimheshimu sana mke wake, maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana na yanakuwa matamu sana na yana ladha sana katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika wa makarimul akhlaqi min a'zami asbabil mahabba, lakini kadhalika na kuwa na tabia njema. Mume akiwa na tabia nzuri zinazopendeza na mke akawa na tabia nzuri zinazopendeza, ni katika sababu za mahaba na mapenzi katika ndoa. Yani wewe mume, ili kadhalika uwe na mapenzi mazuri kabisa kwa mkeo, kuwa ni mtu mwenye tabia njema. Usiwe ni yule mtu ambaye unahesabu vipande vya nyama robo kilo, alafu mkeo ale kipande kimoja, wewe ule vipande 7. Hakuna hiyo kitu ya namna hiyo. Alafu utarajie kuheshimika hapo mahali, uheshimiki mzee. Lazima kwanza uwe ni mtu mwenye makarimil akhlaqi, tabia njema. Uwe na tabia nzuri. Maana wapo watu shekhe, usicheke mzee. Kuna watu shekhe, akishapika pale mkewe kashapika, anamwambia chungu hicho cha nyama kilete hapa, mimi ndo nitakupakulia wewe. Sasa kwa nini usipike kabisa wewe mwenyewe? Wapo watu wa namna hiyo shekhe. Na hakika. Sasa makarimul akhlaq, tabia njema ni kitu bora sana, ni katika vitu ambavyo vinatengeneza mahaba na mapenzi.
Lakini kadhalika baadhi al-adabi law tubiqat fi al-hayati az-zawjiyya, baadhi ya heshima na nidhamu lau kama zingekuwa kwa wingi katika maisha ya wanandoa, khasatan tena watu wakafanya ile heshima, nidhamu, kuheshimiana, kila mmoja kumwona mwenzake kupande wake kuwa ni dhahabu, la sara kullu baiti rawdatan min riyadil jinani fil ard. Kila nyumba miongoni mwa nyumba za wanandoa wenye tabia hizi, wallahi ingekuwa ni pepo inayopatikana katika ardhi ya majumba yao. Yani mke akiwa na tabia nzuri sana na mume akawa na tabia nzuri sana, hiyo nyumba inakuwa pepo ujue. Lakini mke akiwa na tabia mbaya sana na mume akawa na tabia mbaya sana, hiyo nyumba ni moto mtupu, ni jahannam.